Ujambo mtazamaji, karibu tena kwa taarifa yetu ya Kurunzi Mashinani, hii ikiwa ni awamu ya pili ya taarifa hizi ambapo tunakuletea uhalisia wa mambo kutoka magatuzi ama maeneo mbalimbali ya taifa, na hivi leo kukiwa na mgomo wa sekta ya uchukuzi ambao umeweza kutatiza shughuli za kawaida katika sehemu mbalimbali za taifa. Na kulingana na hayo, viongozi kadhaa wameweza kutoa usemi wao kulingana na hali hiyo. Na seneta maalum Karen Nyamu sasa anataka serikali itafute suluhisho kuhusu ongezeko la bei ya mafuta nchini. Tupate usemi kamili kutoka kwa seneta huyo. Inasema tunajua mafuta imepanda. Si mafuta imepanda, diesel liko juu. Tunataka kuomba rais, sababu rais najua unapenda watu wako. Tunataka kukuomba rais uweke measures, uintervene vile serikali inaweza. Kama ni kuongeza subsidies, kama ni kukata levies zile ziko kwa mafuta, zipungue kwa muda kiasi. At least mafuta iende chini, ndio gharama ya maisha isiende juu. Sababu unajua saa zile mafuta bei yake inaenda juu, gharama yote kutoka fare, kutoka commodity prices zinaenda juu. Kwa hivyo President William Ruto, tunajua haujalala, tunajua kuna vile unapanga ndio watu wako wapate relief kwa hiyo high cost of fuel. Ama aje? Na katibu mkuu wa shirikisho la usalama wa kibinafsi Dr. Isaac Kandabwa amemwomba spika wa bunge la kitaifa kuwaita wabunge bungeni na kuandaa kikao cha dharura kujadili ongezeko la bei ya mafuta ambalo anasema linaathiri vibaya wananchi wa Kenya. Ningelipenda spika asingoje mheshimiwa yote amwandikie barua. Yeye ni Mkenya, anaishi hapa. Aliconvene meeting, arranka parliament, watoke recess, wadiscuss mambo ya levy kwa mafuta na taxes, ili watoe wa Kenya katika hizi shida ambazo wako nazo. Tunajua kwamba mambo ya fuel ina contribute heavily katika commoners. Kwa hivyo bawabu wangu wakiwa hapo sasa wako kwa mguu kutoka Kawangware, kutoka Kibera wanaenda Kigiri katika assignment kwa mguu. Na hiyo na inconvenient mambo ya kuripoti kwa kazi na kutoka kwa kazi. Nataka pia niambie employers, tafadhali wakati tuko na hii mambo ya crisis, we want peace. We want every Kenyan to have peace. We want the business to continue on.